Soko la Marikiti lililopo katikati ya mji wa Mombasa ni miongoni mwa masoko makubwa yanayowahudumia wakazi wa eneo hilo kwa bidhaa za chakula na matumizi ya kila siku. Kwa muda sasa, soko hili limekuwa kitovu cha biashara ndogo ndogo likiwaunganisha wakulima, wafanyabiashara na wanunuzi kutoka maeneo mbalimbali ya pwani. Ungana nami kwenye kipute cha biashara ndani ya soko la Marikiti mjini Mombasa kufahamu hali ya bei za bidhaa ambazo zimeendelea kupanda na kuathiri wafanyabiashara pamoja na wanunuzi. Bei ya vitunguu imepanda kutoka shilingi 120 hadi 140 kwa kilo, huku nyanya zikiuzwa kwa shilingi 30 kwa robo, 60 kwa nusu na 120 kwa kilo. Karoti zikiuzwa kwa shilingi 50 kwa robo, 100 kwa nusu na 150 kwa kilo, wakati viazi vikiuzwa kwa shilingi 20 kwa robo, 40 kwa nusu na 80 kwa kilo, huku pilipili boga ikipanda kutoka shilingi 100 hadi 130. Wauzaji wa bidhaa hizi wanasema ongezeko la gharama za usafirishaji limewalazimu kuongeza bei ili kuendana na hali ya soko. Kwa upande wa wanunuzi, hali imeendelea kuwa ngumu, ambapo wengi wanalalamikia kupanda kwa bei hizo, wakisema imeathiri pakubwa matumizi yao ya kila siku. Mimi kwa kweli hili soko kila siku mimi huja kwa sababu mimi ni mfanyabiashara maeneo ya Old Town. Mimi nauza biashara nyingi, na karanga viazi, napika sambusa, natengeneza katlesi. Lakini sasa kulingana na hii hali ya kwamba bei ya mafuta imepanda, unaona viazi sasa pia vimepanda kwa asilimia kubwa. Shaona tunatengeneza sambusa, uto umepanda, ngano imepanda. Yaani sisi kama wafanyabiashara tunaumia sana maana ile faida ambayo tulikuwa tunaipata hapo awali tukilinganisha na sasa, kiukweli yani inatuumiza sana sisi kama wafanyabiashara. Baadhi yao pia ni wafanyabiashara wanasema faida imepungua na wamelazimika kupunguza kwa kiwango cha ununuzi wa bidhaa. Changamoto yenye tunapitia ni kama hizo vitu hatuwezi kuchukua vingi, kwa sababu tukichukua vingi vinaharibika, vinaoza, na customer tumezoea kuchukua vitu vingi. Kwa muda kama huu tuchukua stoko kubwa, vitu viharibika. Sasa tunachukua vitu kidogo kwa vitu vimepanda bei. Katika soko hilo, Omar Abdalla ambaye huuza viungo vya mchuzi pamoja na vitafunio, anasema wateja wamepungua kutokana na bei ya juu ya bidhaa, huku akiwahimiza vijana kujituma na kutafuta kipato cha halali. Mambo kutoka kuwe na mzozo harban, mambo yamebadilika, biashara imebadilika kwa sababu vitu vile tunavyopata tulivyokuwa tukipata sasa ni tofauti. So tukipata na sisi tukiuza watu wauza tofauti. Watu wetu kwa kuwa vile mambo yamebadilika, watu wetu kidogo wanalalamika na wamekimbia, lakini inshallah bado tunawabembeleza watarudi tu. Inshallah jamaa, tujitumeni, kazi zisona tena mpaka ujitume. Ukitoka wewe ukijiamini wewe utaenda nalo tu. Yaani wewe amini Mungu ndo kusema. Nikiripotia Swahili Pot FM kutoka soko kuu la Marikiti mjini Mombasa, langu jina ni Ilham Irei. Swahili inatuleta pamoja ndani ya Swahili Pot FM 91.7. Marhaba.